Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir es glauben dürfen und Mungu erkennen, wetu asifiwe na shukuriwe, dass dies der Tag kwa sababu tunaweza kuamini na kutambua kwamba hii ndiyo siku Man aliyofanya. könnte sagen, hat jeden Tag gemacht, Tunaweza kusema kwamba alifanya kila siku, für die naye ni Ewigkeit msimamizi und für die Zeit. wa umilele na wa Und wakati. dennoch gibt es ganz besondere Tage Na ijapokuwa kuna im siku za kipekee Heilsgeschehen sana Gottes, ndani ya habari ya besondere wokovu wa Mungu, Zeitabschnitte, nyakati za kipekee eben Dinge geschehen, ambamo die munafanyika immer mambo geschehen sind. ambayo ilikuwa Und ich haifanyike glaube, kila dass wakati, wir mit Recht sagen na ninaamini können, kwamba tunaweza dass kusema wir jetzt in einer ya kwamba ganz katika wakati huu tunaishi ndani ya wakati wa kipekee sana, und wir dürfen dies erkennen, na pia tunaweza kuyatambua die Dinge, die uns herum geschehen, wahrnehmen na kuona mambo yanayofanyika karibu yetu, einordnen na tena zaidi kuweza kuyapanga kwa namna ya kibiblia na kuweza kujua an der inakuwa saa Welt. gani kwenye saa ya Ich möchte ulimwengu. ganz aufrichtig und mit Ningetaka niweze Herzen kuwakaribisha nyote alle herzlich willkommen kwa heißen, nia njema, aber ganz speziell lakini sana sana kwa wandugu yetu na wadada yetu wa aus der Jamhuri ya Deutschen Kidemokrasia Demokratischen Republik. ya Ujerumani. Das werden unsere Nachbarbrüder und Schwestern Wandugu nicht yetu na ganz wadada yetu wa nachvollziehen jirani hawawezi kuelewa vizuri vizuri yale ambayo tunayosikia, können. Wir freuen uns na über die tunafurahi neuesten Entwicklungen, kwa sababu ya hii über maendeleo das, was iliyopita in den letzten ya mambo ambayo yaliyofanyika geschah. ndani ya hii miezi ambayo imekwisha kupita. Es ist eine ganz andere Oktoberrevolution. Inahusu mapinduzi ya mwezi wa 10 ambayo iliyo tofauti sana na yale ya mwaka wa 1918. Tunayajua sisi sote, In der na wale ambao Geschichte waliosoma Geschichte habari nachgelesen habari ya hat wakati uliopita oder sich auskennt, der au weiß, wanaoijua wie aussichtslos wanajua kwa kiwango das gani war, yale ambayo inayogeuka kuwa uhakika mbele ya macho yetu katika wakati huu Realität wird. ilikuwa bado Es mag kuaminiwa. sein, dass sich einige darüber gar keine Gedanken machen, Inawezekana kwamba wamoja fragen sich, wie es haangaike nayo, weitergehen soll. lakini wengine wanajiuliza namna gani mambo yataweza kuendelea. Die Heilige Schrift hat Uniache niweze kuambia hii vorausgesagt, waziwazi, maandiko matakatifu dass yalitabiri ganz am Ende gesagt kwamba kwa mwisho werden kann, watasema, gesagt werden wird, Friede wataweza kusema und Sicherheit. salama na utulivu. Friede, es hat keine Gefahr mehr. Salama, hakuna tena shida. Watesalonika wa kwanza sura 5 Auch der mstari wa Kalte 3. Krieg ein Ndiyo Ende maana nehmen. vita ya baridi inapaswa kuwa na mwisho wake. Europa Ulaya unapaswa kugeuka kuwa ni bara inayoitwa kwamba Kontinent ni bara werden. ya Die salama. Teilung, die durch ein Land ging, Magawanyiko ambayo iliyokuwa katika nchi inapashwa kumalizika, die Blöcke, die sich gegenüberstanden, na kundi zilizokuwa zikipingana damit zinapashwa das Wort kumalizika, Gottes ili neno la Mungu liweze kutimilika erfüllt werden kwa kann. ujao na kwa ujumla. Wir wollen heute nicht auf Einzelheiten eingehen. Hatutaki kuingia katika maelezo leo. Es liegt Mnajua, mir ein wenig ninataka gerade den prophetischen niweze Teil kuonyesha sana sana sehemu ya unabii ya habari ya wokovu, vielleicht oder gewiss aus dem Grunde, akose au weil wir jetzt eben kwa in sababu der Zeit tunaishi ndani ya wakati und es huu, ist nicht nur wichtig darüber zu reden, na siyo lazima kuweza kuyazungumzia tu, zu durchforschen, lakini pia um daraus kuweza zu kuchunguza erkennen, was alles so geschieht. Biblia ili An ein tuweze Wort kupata denken ndani aus yote dem ambayo Lukas inayofanyika katika Evangelium, wakati huu. aus dem ersten Niliwazia Kapitel, neno la Injili ya Luka Lukas kwenye sura 1, Evangelium Kapitel Luka 1, Injili ya Luka sura 1. Ningetaka niweze was in den letzten Monaten kusoma geschah. neno hii ikilingana na mambo Lukas yaliyofanyika 1, Vers 51 ndani ya miezi hii ambayo imekwisha bis kupita. 53. Luka sura 1 mstari 51 mpaka 53. Luka sura 1:51. Seine Kraft aus mit seinem Arm, Ametenda nguvu kwa mkono wake,
amesambaza wenye majivuno katika mafikiri ya mioyo yao. 52. Ameshusha wakubwa katika viti vyao, amepandisha wanyenyekevu. 53. Wenye njaa amewashibisha na vitu vyema, wenye mali amewaondosha mikono mitupu. Hatuna uhusiano na mambo ya siasa hapa, lakini nakumbuka siku, kuna miezi fulani iliyopita, wakati mwandishi mkubwa aliposema kwamba ukuta huu utabaki ukisimama tena miaka 100. Na tazama sasa, ukuta huu umeanza kutikisika na huko unabomolewa. Wengi walikuwa wakikaa katika viti vya nchi nyingi za Ulaya ya Mashariki, na tazama inayoandikwa hapa, ameshusha wakubwa katika viti vyao. Hakuna mmoja wao aliyeenda kwa nia yake mwenyewe, wote walishushwa kwenye viti vyao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati ulikuwa umekuja. Nilisoma tena leo maandiko 2 ya kipekee ya mwaka wa 1952. Ndani yake matamshi ilifanyika na machama za siasa za nchi hii, na wakati unapoyawazia yote ilikuwa ikionekana kwamba haiwezekani. Lakini leo tunaingia ndani ya wakati, ndani ya muda mfupi, ndani ya mwendeleo ambao kama vile nimekwisha kusema, na hiyo mwendeleo ni ya lazima sana kwa ajili ya kutimiza Ufunuo sura 17 na kutimiza andiko nyingine nyingi za Biblia. Nilishaka kuisema na kuisikilizisha. Yale ambayo nahitaji ni kuweza kuzungumuza kuhusu neno la unabii. Sababu ni kwamba unabii wa kibiblia uko unatimilika katika wakati huu mbele ya macho yetu. Na wakati unaposoma sana sana Ufunuo, na hiyo ndio tuliyofanya ndani ya hii miaka yote, tulitambua kwa kiwango gani ilikuwa ni vigumu sana kuweza kuelewa mamifano na mapicha zinazoandikwa ndani na zinazoonyeshwa ndani ya Ufunuo. Lakini kwa neema ya Mungu hakutupatia tu ufunuo wa neno lake tu, aliweza pia kufungua kuelewa yetu ya kiroho kwa ajili ya maandiko, na hiyo ni ya lazima sana sana. Mwazie gisi Yohana aliona mnyama aliye na vichwa 7 na mapembe 10. Wanaweza kusema hii ni upumbavu. Walimu wakubwa wa Biblia waliweza kuvunjika vichwa juu ya maneno haya, na wengine ndani ya wakati wetu waliweza kujaribu kuweza kupanga yote kwa namna moja au kwa namna nyingine, wakitumikisha mahesabu, lakini hawakuweza kuyafikia. Mambo ya kiroho yanapashwa kuonekana na kutambulikana na kueleweka kwa namna ya kiroho tu. Ninashukuru Bwana sana sana kwa ajili ya huduma ya unabii ambayo aliyotupatia tuweze kupata sehemu ndani ya kizazi hiki. Nina yakubali waziwazi na ninayakiri mbele ya wote kwamba singeliweza kujua mambo mengi kama singeliweza kuwa niliyasikia kutoka kinywa cha yule ambaye aliyekuwa ameitwa, kinywa cha yule ambaye Mungu alikuwa ametuma ndani ya kizazi chetu. Ninajua
kwamba hii haipendezi watu wote, lakini tunapashwa kuzungumzia kweli vizuri sana sana katika mahali hapa patakatifu, mahali ambapo neno la Mungu linatangazwa kama vile kweli. Kwa msaada wa Mungu, ninataka niweze kuonyesha mambo fulani weekend hii, ili niweze kuonyesha waziwazi kidogo kazi zetu ambazo Mungu alizotupatia kama kanisa, na pia mazoezi ambazo tunapaswa kuishi sisi kama vile waamini kwa ajili ya kuweza kuwa tayari ili tuweze kutumikia Bwana. Hatuwezi kuamua kufanya kitu fulani na kuifanya hapo hapo. Hapana, ni Mungu ndiye anayepashwa kutuita, yeye ndiye anayepashwa kutuvika, yeye ndiye anayepashwa kufanya yote, kwa maana hatuwezi kufanya kitu chochote kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini yeye atafanya kama vile alivyoahidi iliyo ya haki kwa wakati uliopangwa. Pia ndani ya siku zetu ya lazima ni kwamba tusiweze kumutangulia mbele na pia tusiweze kubaki nyuma, lakini tuweze kufuata Bwana na tuweze kupiga hatua pamoja naye na neno ambalo alilotufunulia na anatuonyesha kwamba atatupatia hiyo sisi sote. Inanigusa sana kwenye moyo tuweze kusoma sote pamoja ombi la toba lililo katika neno la Mungu, sana sana ndani ya nabii Danieli, na nataka niweze kuambia kwa sababu gani. Tunapashwa kunyenyekea sisi sote mbele ya Bwana, tunyenyekee kwa kilindi sana, tuweze kukiri mapungufu yetu mbele yake, na tuweze kumwomba awe wa rehema, awe wa huruma, atusamehe, atuzungumuzie, awe tena wa huruma kwetu, na aweze kutubariki. Naamini kwamba sisi sote tunahitaji ya kuweza kukaribia Bwana, ya kuweza kuwa na ushirika wa kweli pamoja naye, na kuweza kusikia tena kwamba haiko mbali, lakini iko karibu. Ningetaka niweze kuwaomba tuweze kusoma pamoja sura 9 ya Danieli, kwenye sura 4 mpaka kwenye mstari wa 4, kwenye mstari wa 4 mpaka mstari wa 19. Mimi si sehemu ya wale wanaopenda kusoma sura yote ndefu, lakini hapa inahusu ombi la urefu huu, na tutaweza kulisoma kama vile lilivyo. Acha niweze kuwaomba muweze kusimama nyote. Leo ninahitaji ya kipekee, ningetaka niweze kuomba Michel Rus aweze kusoma andiko hii. Mimi si kwake msomaji mzuri, unaweza kuja na kusihi, ninakwaka na shida ya kusoma. Tusome na tusikilize kwa unyenyekevu. Danieli 9 kwanza kwa mstari wa 4. Nikaomba kwa Bwana Mungu wangu na kukiri na kusema, Bwana Mungu mkubwa na wakuogopesha, anayechunga agano na rehema pamoja nao ambao wanampenda na kushika amri zake. Mstari 5. Tumekosa, tumetenda kwa ukahidi, tumetenda maovu na kuasi, hata kwa kuacha maagizo yako na hukumu zako. Mstari 6. Wala hatukusikiliza watumishi wako manabii waliosema kwa jina lako kwa wafalme wetu, wakubwa wetu na baba zetu na wakubwa na watu wote wa nchi. Mstari 7. Bwana, haki ni yako, lakini haya ya uso ni yetu kama ni leo.
kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalema na kwa Waisraeli wote walio karibu na walio mbali katika nchi zote pahali uliwafukuza kwa sababu ya kosa ambalo walikukosea. Mstari wa 8. Bwana, haya yahusu ni yetu na ya wafalme wetu na ya wakubwa wetu na ya baba zetu, kwa sababu tulikukosea. Mstari wa 9. Rehema na usamehe ni wa Bwana Mungu wetu, kwa maana tumemwasi. Mstari wa 10. Wala hatukutii sauti ya Bwana Mungu wetu kutembea katika sheria zake ambazo aliziweka mbele yetu kwa njia ya watumishi wake manabii. Mstari wa 11. Ndiyo, Israeli wote wamekosea sheria yako, hata kugeuka kando ili wasitii sauti yako. Kwa hivi laana imemwangwa juu yetu na kiapo kilichoandikwa katika sheria ya Musa mtumishi wa Mungu, maana tumemkosea. Mstari wa 12. Naye alithibitisha maneno yake ambayo aliyasema juu yetu na juu ya waamuzi ambao walituhukumu kwa kuleta maovu makubwa haya juu yetu, maana chini ya mbingu zote halikutendwa neno kama hili lililotendwa juu ya Yerusalemu. Mstari 13. Kwa kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, maovu haya yote yametupata. Hata hivi hatukuomba ukubali wa Bwana Mungu wetu ili tugeuke na kuacha maovu yetu na kutambua kweli yako. Mstari 14. Kwa sababu hii Bwana aliangalia sana juu ya mabaya haya na kuyaleta juu yetu, maana Bwana Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote ambazo anazitenda, nasi hatukutii sauti yake. Mstari 15. Na sasa, Bwana Mungu wetu, umetoa watu wako katika nchi ya Misri kwa mkono wako wa nguvu. Umejipatia sifa kama ni leo tumefanya dhambi, tumetenda maovu. 16. Bwana, sawasawa na haki yako yote, kasirani yako na ghadhabu yako, ninakuomba usigeuze mbali na mji wako Yerusalema na mlima wako mtakatifu, maana kwa sababu ya dhambi zetu na kwa maovu ya baba zetu, Yerusalema na watu wako wamekuwa laumu kwa watu wote ambao wanazunguka. Mstari 17. Basi kwa sababu hii, Mungu wetu, sikiliza na maombi ya mtumishi wako na kusihi kwake, na ugeuze uso wako juu ya pahali pako patakatifu palipo ulikiwa kwa ajili ya Bwana. Mstari 18. Bwana wa Mungu wangu, tega sikio lako na sikia, fungua macho yako na tazama ukiwa wetu na mji ulioitwa kwa jina lako, maana hatuleti ukusihi kwetu mbele yako kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako. 19. Bwana sikia, Bwana samehe, Bwana sikiliza na kufanya usikawie kwa ajili yako mwenyewe, Bwana Mungu wangu, kwa sababu mji wako na watu wako wameitwa kwa jina lako. Amina. Tuombe. Bwana Mungu wangu, tunakuja kwa unyenyekevu, tukiguswa, tukileta maombi yetu na kusihi kwetu. Tunakuletea maisha yetu yote. Unatujua, unajua mahali tunapoishi, unajua sisi ni nani. Unajua kama tuliweza kuwa watiifu au wasiotii. Unatujua kama vile mtumishi wako Daudi alivyosema, unajua kama ninalala au kama ninasimama. Unanijua kutoka mbali. Bwana mwaminifu, toa yote, yote kweli kweli, yote ambayo inayokuzuiza kutenda, na ujitengenezee njia inayoweza kukuleta mpaka kwetu. Fanya hivyo kwa nguvu ya damu yangu, kwa nguvu ya neno lako, kwa nguvu ya Roho wako, o Bwana. Mwokozi mpendwa, tunangoja kurudishiwa kwa mambo yote.
O Bwana, tazama taifa lako kwa rehema. Bariki Bwana urithi wako. Mwokozi mpendwa, tupatie neema ya kukutambua, ya kufahamu kitendo chako na neno lako, ili tuweze kuishi tena kitendo cha Roho Mtakatifu. Bwana mpendwa, uwe wa rehema na usamehe. Mara ngapi nasi pia hatukuweza kutega masikio kwa neno lako, na hatukuweza kusikia yale ambayo manabii wako waliosema. Tulijiona kwamba sisi ni wakili sana. Bwana mpendwa, utu rehemu, uwe wa rehema kwa ajili yetu. Tunachukua jina lako ambalo ulilotufunulia, tunachukua neno lako ambalo ulilotupatia, na tunakuomba Bwana ututazame kwa rehema na utubariki sisi sote kwa nguvu, kwa ajili ya utukufu na sifa ya jina lako takatifu. Amina. Amina. Munaweza kukaa. Najua kwamba ni vema kunyenyekea mbele ya Bwana. Kulikuwa watu ambao waliokuwa wakinyenyekea mbele ya Bwana wakijifunika magunia na majifu, wakitambua kwamba Mungu ni mtakatifu na kwamba wao walikuwa wameshindwa, kwamba hawakuweza kufuata njia zake zote na hawakuweza kufanya yale ambayo ilikuwa ikimpendeza. Hapa ndani ya hii sura moja ya Danieli, sura 9 kwenye mstari wa 20, tunasoma pia Danieli sura 9 mstari wa 20: na wakati nilipokuwa nikisema na kuomba na kukiri zambi zangu na zambi ya watu wangu wa Israeli, na kuleta kusii kwangu mbele ya Bwana Mungu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. 21. Ndiyo wakati nilipokuwa nikisema katika maombi, mtu yule Gabrieli ambaye nilimwona katika maono ya kwanza akarushwa upesi, alinigusa karibu na wakati wa toleo la magharibi. Akose nitaweza kuendelea na kusoma. Ilikuwa nikingoja sisi sote tuweze kufungua vinywa na tuweze kuomba Mungu. Muniamini, tunahitaji hiyo sisi sote, kutoka wa kwanza mpaka wa mwisho. Ikiwa tuko yeyote, akose mtu mmoja ataweza kusema mbona hatukufanya zambi kubwa au iliyo ya hatari, lakini inaomba kuweza kunungunika, na hapo utakuwa umefanya zambi mbele ya Mungu. Kunungunika, kusema mengi, kupinga mambo mengi ambayo siyoweza kutupendeza na mengineyo, na hapo utakuwa kumefanya zambi mbele ya Bwana. Lakini Bwana nataka tuweze kusonga mbele sote pamoja kwa moyo mmoja katika jina lake, tukijengwa juu ya neno lake, tuweze kuvumiliana sisi kwa sisi ndani ya upendo, tuweze kuombeana sisi kwa sisi, na kisha tuweze kuomba Mungu aweze kutupatia yale yote ambayo aliyoahidi ndani ya neno lake, na sio tu kuweza kutupatia yale ambayo aliyopatia kanisa lake kwa mwanzo, lakini kama ikimpendeza aweze kutupatia mara mbili, mara dufu ya yale ambayo iliyokuwa kwa mwanzo. Tunaamini kwamba tunahitaji hiyo, kwa maana
majivuno ya watu haijawahi kuwa kubwa kama vile leo. Haijawahi kuwa watu wanaweza kuwa na kushikubali wao wenyewe, na kisha wameenda hata mbali, wakaanza hata kukufuru Mungu na kuweza kutukana Mungu. Ni shaka kuisema hapa, na siku ya kwanza ya juma iliyopita huko Zurich. Hiyo inaenda tena mbali pia ndani ya teolojia. Watu wanavuka hata mipaka yote na hawajui yale wanaofanya. Nilisema kwamba wakati wa siku fulani za mashirika za kidini, Mungu walisema kwamba Mungu alitukanwa kwamba aliweza kuitwa kwamba yeye ni mwanaume pale ya kusema kwamba yeye ni mwanamke. Ninakanda ndani ya ofisi yangu, nina magazini zinazozungumza kuhusu hayo, au magazeti za mahabari. Wanawake waliopanda kwenye madhabahu wakaanza kuonyesha pia maneno yao, wakaonyesha maneno yao wakisema kwamba wakasema kwamba hawakuwa na sehemu yao kwa muda mrefu, ya kwamba waliweza kuonya Mungu, kuona gisi Mungu alikamata nafasi ya watu ya wanaume, kwa sababu Mungu naye mwanaume. Niweza kuisema wakati uliopita, wakati pozungumza na mwanamke mmoja aliyekuwa na umri wa miaka 83 karibu na Garmisch Partenkirchen. Alikuwa mwanamke aliyekuwa akiishi akitumika kwenye bunge inayoitwa kwamba Bundestag, bunge ya Ujerumani, na ambaye aliyekuwa akijua wale watu wa siasa wote wakubwa, na ambaye aliyeweza kuwa pia mudepite kwenye Landtag ya Munich kwa miaka mingi. Alipata sehemu katika kitendo kimoja wakati huyo mchungaji mprotestanti angepashwa kuomba ombi ya kumalizia, na tazama kwamba huyo mchungaji hakuomba Baba yetu uliye mbinguni, lakini akaomba kwamba mama yetu uliye mbinguni, kwamba jina lako litukuzwe, kusema mama yetu. Ninaomba kuwazia vizuri juu ya hayo na kuweza kuona kwa kiwango gani watu wanaweza kujisahau wao wenyewe. Kama vile nimekwisha kusema, hakuna hata kipimo, na tunaona na hatuikamate kama vile shambulizi, lakini tunayaona katika Ukatolika wa Kiroma kwamba Maria anatukuzwa na kushangiliwa kwa namna ambayo siyoweza kueleweka, kama vile ilikuwa haijawahi kufanyika tangu miaka 1600. Na Waprotestanti nao wako na kamata njia hiyo ili waweze kufanya Mungu kwamba Mungu ni nusu mke na nusu mume, na kisha wanataka uweze kukubaliana. Mungu anatazama, lakini hata tazama tangu muda mpaka muda mrefu, naye atahukumu hii mawazo yote ya wanadamu. Wale wote wanaotaka kumkosoa yeye, ndiye atakaye wakosoa. Ndugu Rusi alisoma neno la kuanzisha la nabii Isaya sura 45, kama vile imekwisha kutabiriwa ya kwamba magoti yote yatagunjwa mbele yake na kila ulimi wote litamsifu na itamtambua. Ninaisoma tena Isaya 45 mstari wa 23. Isaya 45 mstari wa 23. Kwanza kwa mstari 23. 23. Nimeapa kwa nafsi yangu mwenyewe, neno limetoka kinywa changu kwa haki, wala halitarudi, ya kuwa mbele yangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa.
utakiri, kila ulimi utakiri, hata kama inaandikwa namna gani. Mstari 24, mmoja atasema kwa Bwana peke yake nina haki na nguvu, kwake watu watakuja, na wote wanaokasirika juu yake wataona haya. Kwenye mstari 25, katika Bwana wote wa Israeli watapewa haki na kutukuka. Mungu ana wakati kwa ajili ya kila kitu, anakuwa na siku kwa ajili ya kila kitu, na pia ndani ya wakati hii ambao majivuno inakuwa kwa kiwango ukubwa, na hiyo nayo inaruhusiwa tu na Mungu, na hiyo inatuleteaka maumivu isiyo na mwisho. Ndani ya gazeti ambayo niliyosoma imeandikwa kwamba Mungu aliumba pia mwanamke ili asiweze kutahiriwa, na ndiyo maana na sasa Mungu alifanya yote vizuri, alifanya yote vizuri, mwanaume na mwanamke. Hakuna mtu ambaye angeliweza kufanya vizuri zaidi ya hiyo. Mungu hangeliweza kufanya tena zaidi ya hiyo. Yale ambayo aliyoumba iko kamilifu. Wale wote wanaotoa mafunzo hawakuwa na uwezo wa kuweza kuonyesha hata mabadiliko moja mpaka leo, lakini tushukuru Bwana kwa sababu alituruhusu kuweza kuamini tu na kwa imani ya utoto, lakini tunaamini kama vile andiko linavyosema, na kwa sababu tunaamini kama vile andiko linavyosema, tunaamini Mungu ambaye aliyetuachia neno lake. Ningetaka niweze kusoma andiko fulani ya barua ya pili ya Timoteo, sura 2. Timoteo wa pili sura 2 mstari 15, mbele ya kuweza kuingia kwenye sehemu hii ya uchunguzi wa neno. Hatuko hapa ili tuweze kukamata tu masauti yale ambayo wengine wanayofanya kama vile mabaya, lakini tuko hapa tuweze kufundishwa na Mungu ili tuweze kuchunguza msimamo wetu mbele yake, ili tuweze kulinganisha mazoezi yetu na Biblia, ili tuweze kujua kama mazoezi yetu yataweza kusimama kweli kweli kwenye ushuhuda wa maandiko matakatifu. Timoteo wa pili sura 2 mstari wa 15. Dumu kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mfanyakazi asiyeona haya, ukifasiri vema neno la kweli, neno la kweli, au kwa namna njema, au gawa vizuri, kama vile inavyosemeka kwa namna ya mbele. Ni lazima sana ili iwe ndani ya sehemu ya unabii au ndani ya sehemu ya mafundisho au ndani ya mambo mengine, ni kwamba maandiko matakatifu yasiweze kuwa yametoshwa katika hali yake, lakini yaweze kupangwa tena katika hali yake njema. Kila mazoezi, kila kitendo iweze kuwa imewekwa tena mahali ambapo inapaswa kuwa. Kama hatufanye hivyo, tunaweza kufika katika kuamua ambayo siyo kuwa ya kweli. Ndiyo maana ni lazima sana, mutaweza kuona kwa sababu gani. Kwa sababu gani hii inaonyeshwa? Ilisemeka hapa kwamba dumu kujionyesha
kuwa umekubaliwa mbele ya Mungu na sio mbele ya watu. Sasa ni mtu gani ambaye anayeweza kuwa tayari kuweza kuonekana mbele ya Mungu kama vile mtu aliyepimwa, aliyekubaliwa? Mtu yule hakwake. Lakini Mungu ndani ya neema yake anaweza kuleta nuru, ufunuo, uvuvio kupitia Roho Mtakatifu, na sio kwamba tuweze kuwa tumekubalishwa na kitu, lakini ni kwamba Roho Mtakatifu aweze kutufunulia mambo, kwa maana neno la Mungu ni la haki na la kuaminiwa. Na wakati hiyo tunapokuwa tumeifunuliwa, ndipo sasa hiyo inaangaziwa, na hapo tunaona nuru katikati ya giza. Hapa kwenye mstari wa 12 tunaweza kose pia katika hiyo sura moja, mstari wa 11 na 12 mpaka kose mpaka 13. Timotheo wa pili sura 2 11, Timotheo wa pili sura 2 mstari wa 11 mpaka 13, mpaka tuweze kuelewa hii maneno inasema namna gani. Mstari wa 11, neno hili ni neno la kweli, maana kama tukikufa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Mstari wa 12, kama tukivumilia tutamiliki pamoja naye, kama tukimukana yeye atatukana sisi vile vile. Mstari wa 13, kama sisi hatuamini, yeye anakaa mwaminifu, maana hawezi kushikana mwenyewe. Pia kama ndani ya maisha yetu kuna hali ambayo tusioweza kubaki kwa waaminifu kwa Bwana kama vile tungelipashwa kuwa, mahali ambapo hatuwezi kuwaka kama vile tungelipashwa kuwaka, mahali ambapo hatuna bidii kama vile tungelipashwa kuwa, mahali ambapo hatuweki wakati wetu wote na karama zetu zote kwa upande wake, wakati tunapoweza kuwa vuguvugu na wadhaifu, lakini Mungu yeye anabaki kwa mwaminifu, na tena anatutumia neno lake na anatusaidia, anatuamsha, anatupatia tena uzima, ili tuweze kuwa tukiwaka ndani ya Roho, ili tuweze kumtumikia. Tusimamie muda kidogo juu ya neno hili. Mstari wa 11, neno hili ni neno la kweli, maana kama tukikufa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Mnajua kifo ni kitu ambacho hakipendezake, na watu ambao wanaozeka na ambao wasiokuwa na salama pamoja na Mungu wanaweza kuwa na oga, wanaweza kuwa na oga ya hatari ya kuogopa kifo. Lakini hapa inahusu kitu fulani. Hapa haihusu kifo cha mwili, lakini kusulubishwa, lakini kusulubishwa pamoja na Kristo, kukufa pamoja naye na kuzikwa pamoja naye na kufufuka pamoja naye kwa ajili ya kutembea katika uzima mpya. Hiyo ndiyo inayohusika hapa, kukufa pamoja na Kristo, ili mie yangu au mie yetu isiweze kuonekana tena nje, lakini kwamba tusiweze kuwa katika hali ya kuwa tumekufa tu ya nje, lakini tuweze kuwa tumekufa kweli kweli pamoja na Kristo. Na tunaweza kufikia hayo kama tunaweza kuelewa kama vile Paulo anavyoandika, ni kwamba mtu wetu wa zamani na mapenzi yake yote na matendo yake yote iweze kuwa imesulubishwa pamoja na Kristo. Na angeliweza kusema, sio mimi ninaishi, lakini Kristo ndiye anayeishi ndani yangu, na yale nayoishi sasa sio mimi nayoishi, lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Na anaendelea akiandika kwamba Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu.
Neno hili ni la kuaminiwa. Mstari wa 11, neno hili ni neno la kweli, maana kama tukikufa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Timotheo wa pili sura 2 mstari wa 11. Na kama hatukukufa pamoja naye, hatuwezi kuishi pia pamoja naye. Kitu cha kwanza kinapaswa kuja mbele, ili kitu cha pili kiweze kuonekana. Nani ambaye aliyekufa kweli kweli ndani yake? Kweli kweli, naamini kwamba hiyo barua ingali kwenye ofisi yangu. Ndugu moja wa miaka 43 anaomba msamaha na anaomba ili aweze kuelewa kwamba haiko tena kijana, lakini aliandika kwamba hakuweza kupata kazi za kidini na kwamba anapaswa kutimiza kazi zake katikati ya wasioamini, lakini aliandika kwamba hajizuizake, hawezi kujizuiza kucheka, na anaendelea kuandika mpaka mwisho, wakati wanapozungumza mambo ya mizaha na mengineyo. Na kisha aliandika kama vile kilio cha huzuni, akisema kwamba muniombee ili Mungu anisaidie nikufe kwa mambo ya dunia, ili nisiweze kuwa na sehemu katika mambo hayo, lakini niweze kuwa nimetengana na mambo hayo. Ilikuwa ni huzuni kwa ajili yake. Yesu alisema, ninyi si wa dunia hii, kama vile mimi pia nisivyokuwa wa dunia hii. Na dunia pamoja na tamaa yake yatapita, lakini yule anayefanya mapenzi ya Mungu atadumu milele na milele. Yohana wa kwanza sura 2 mstari 17. Tunapashwa kuwa washuhuda mahali pote tunapashwa kuwa. Tupingane na mambo ambayo yaliyo ya dunia hii, na tuweze kufa kwa wenye dunia ili tuweze kuishi pamoja na Kristo. Kwa maneno haya kuna tena neno la kipekee sana lilo katika barua kwa Wakolosai kwenye sura 3. Wakolosai sura 3, moja ya andiko iliyo nzuri inayosema juu ya maneno haya. Wakolosai sura 3 mstari wa kwanza inasema, basi mkiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, tafuteni maneno yaliyo juu, pahali Kristo ameketi kwa mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa pili, tieni mafikiri yenu juu ya maneno yaliyo juu, wala si juu ya maneno yaliyo duniani. Mstari wa tatu, kwa maana mulikufa na maisha yenu yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mumekufa, mutafute maneno au mambo yaliyo juu na sio maneno yaliyo duniani. Mumekufa na uzima wenu umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu, pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Tuko ndani ya dunia hii, tunahusika na makazi zetu za kila siku, kukula, kukunywa na yote inayoendana na hiyo. Tunatembeza gari yetu na mengineyo, lakini tunatambua kwamba tumetenganishwa na mambo haya. Tunahitaji tu ya yale ambayo tunahitaji. Tunahitaji tu yale ambayo tulio nayo na sio zaidi ya hiyo. Hatunahitaji yale ambayo wengine walio nayo, lakini tunahitaji tu yale ambayo tulio nayo tu, na hiyo ndiyo tunahitaji tu, hakuna zaidi ya hiyo. Hiyo inaendelea kwenye mstari wa 4. Wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, ninyi vile vile mutafunuliwa pamoja naye katika utukufu.
haihusu tu kuweza kuzungumuza kuhusu kuwa mwamini tu na kumalizika, kubadilishwa, kunyakuliwa. Kuna mambo ambayo yanapaswa kutufikia na kufanyika ndani mwetu mbele mwisho na kumalizika iweze kufanyika. Na mniamini, sisi sote tunahitaji ya ubatizo wa kibiblia pamoja na moto na Roho. Tunahitaji sisi sote ili Mungu aweze kuunguza yote isiyompendeza na aweze kupakaa yale ambayo iliyo yake, ili tugeuke kuwa vyombo vinavyokuwa tayari kwa ajili ya utukufu wake. Weekend hii mambo makubwa yanapaswa kufanyika tena. Mbele hiyo iweze kufanyika, kukata tumaini takatifu inapaswa kutushika, huzuni ya ndani inapaswa kutushika, kujikataa kwa takatifu, kutojipenda kwa ndani takatifu, na hiyo huzuni ya ndani takatifu pasha kutushika, tuweze kujua kwamba Kristo hajaweza kuonekana ndani ya maisha yetu kama vile angeliweza kuhitaji. Tunakubali hiyo, sisi sote tunayakubali kweli. Tuko wazi, tuko wenye haki vizuri, tusiweze kushidanganya sisi wenyewe na tusiweze kudanganya wengine. Leo nasoma tena mstari wa 4: wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, ninyi vile vile mutafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Lakini kama haonekani ndani ya maisha yetu, hatutaweza kuonekana pia pamoja naye ndani ya utukufu. Hiyo ndiyo chanzo ya mambo. Wakati unaposoma andiko kama hizi za Biblia, inaomba kujiuliza siku zote kama hii ilishakafanyika au hapana. Wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, nikusema sasa ndiyo. Kama sivyo, sasa ni nini? Vile vile kama inavyoandikwa ndani ya barua kwa Waroma, kama roho yake yeye aliyefufua Kristo toka wafu anakaa ndani ya mili yenu inayokufa, ataleta uzima kwa mili yenu inayokufa. Lakini kama hizo nguvu za hiyo roho haziko ndani ya mili inayokufa, ambayo inapaswa kuwa ndiyo hekalu la Mungu, sasa ni nini? Ni kusema sasa mwili huo hautabadilishwa, hautageuzwa. Na hivyo sasa sisi kama vile waamini waliobatizwa na kuzaliwa kwa jina la Yesu Kristo, ndiyo pale sasa tunaweza kuona umuhimu wa haraka wa kuweza kuishi kweli kweli ubatizo wa Roho kama vile walivyoweza kuishi kwa mwanzo. Ndipo sasa shurti ya kwanza itakuwa imetimizwa, ili Kristo aweze kuonekana ndani ya maisha yetu, ili aweze kuonekana ndani ya maisha yetu. Unaona, alizaliwa kama vile mwana wa Mungu, lakini siku ya ubatizo wake mbingu zikafunguka na Roho akashuka juu yake kama vile hua, na sauti ikasema, huyu ni mwana wangu mpendwa ambaye ninapendezwa naye, Mathayo 3:17. Ni andiko gani sasa? Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni mazoezi ambayo aliyowekwa sasa ndani ya huduma. Kupitia kuzaliwa upya nasi tunageuka kuwa wana wa Mungu, lakini kupitia
Roho Mtakatifu tunabatizwa ndani ya mwili wa Yesu Kristo kwa ajili ya kazi. Sasa mbele ya hiyo tunaweza kuwazia kuhusu kazi na huduma, lakini hatuwezi kuzitimiza. Inasemeka kuhusu Bwana wetu kwamba alipakaliwa na Roho Mtakatifu na kisha baadaye akaenda ili aweze kutenda mema na kuhubiri habari njema na kuponya wagonjwa, kama vile tunavyoambiwa ndani ya maandiko matakatifu. Wapendwa ndugu na dada, warafiki wapendwa, kweli kweli sisi tunakutanana na kipimo iliyo kubwa ya wakati wote, na kwa kazi iliyo kubwa ambayo kanisa haijawahi kukutanana nayo. Ndiyo maana ni lazima sana na ni ya kuharakisha ili tuweze kufanya mazoezi pamoja na Mungu ndani ya utu wetu, tusema si sote na sio watu fulani tu, lakini wote. Na mwimba nyimbo aliimba kwa namna njema ya kwamba toni ya neema inaanguka, lakini sasa tuma maji mengi, o Mungu. Tunashukuru kwa ajili ya uongozi wote wa Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa ajili ya kila ufunuo ambao tuliopewa kupitia Roho. Roho anatenda kwa namna tofauti na kwa namna nyingi. Roho Mtakatifu anashinda kwa dhambi na hukumu, anashinda. Roho Mtakatifu anatenda juu ya waamini, anafanya upya, anaumba kuzaliwa upya. Lakini vyombo sasa vilivyo safi vinapashwa sasa kujazwa na nguvu za kutoka juu. Hiyo ndiyo ilikuwa maneno ya Bwana wetu: mubaki Yerusalema mpaka mupokee, mpaka mutakapovikwa nguvu za kutoka juu. Luka 24:49. Kama kweli tunaweza kuelewa kwamba tumefika kwa mwisho ya wakati wa neema, na kwamba kazi kubwa ya mwisho nayo iliweza kupewa kwa kanisa, ndipo sasa tunapaswa kuomba Mungu aweze kutuvika, atuvike tena, ili tusiweze kujifanya kuwa bure, lakini Mungu aweze kushuhudia neno lake kupitia maalama na maajabu ambazo anazosindikiza neno lake. Wangapi katikati yenu wanaoweza kupenda waweze kuishi hiyo? Amina, si sote kweli, na hiyo itaanza pamoja nasi. Mutayaona ndani ya maneno ya kesho asubuhi na kesho nyuma mchana kati, kama Bwana akipenda. Mjue kwamba Mungu hakubadilisha mpango wake, na yote libaki kama vile mbele. Hiyo habari njema moja, hayo mazoezi mamoja, hiyo kujionyesha moja kama vile kwa mwanzo, na ni hivyo ndivyo inapaswa kuwa kwa mwisho. Bwana wetu ni yule yule jana, leo na yule yule milele na milele. Hakuna kitu kinachoweza kubadilika kwa Mungu. Tukamate neno hili kwa makini sana. Linatuonya tena, linatugusa tena kwenye moyo, linapenya tena mpaka liweze kutenganisha nafsi na roho, mafuta ya mifupa na mifupa. Linatuonyesha kweli ni umuhimu gani ya mambo ambayo inayohusika sasa, au tungali natafutia kwa kushoto na kwa kuume, na kuweza kutafuta namna ya kuweza kutoka ndani kwa namna moja au kwa namna nyingine. Hiyo haitatembea. Yesu ni njia, yeye ni kweli na uzima. Na ijapokuwa alisema, na Yohana alikuwa amekwisha kuyatangaza,
mimi ninawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini yule anayekuja nyuma yangu ni mkubwa kuliko mimi, naye alikuwa mbele yangu, sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake, lakini yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mathayo 3:11. Kama tu hiyo ingeliweza kutuambia leo mara moja, iweze kuwa imesemwa hapo hapo kutoka kinywa cha Bwana wetu, ili iweze kugusa mioyo yetu, ili kusiwe mtu anayewaza kwamba hapa inahusu mahubiri juu ya ubatizo wa Roho. Hapana, lakini tuweze kuelewa kwamba ni Bwana yeye mwenyewe ndiye aliyetoa ahadi hii, na kwamba ni yeye ndiye pia anayeweza kuitimiza, kwa maana inaandikwa kwamba anabatiza kwa Roho na kwa moto. Ni lazima sana muniamini kwamba tuweze kusikia na tuweze kupokea neno la Mungu kama vile neno la Mungu kwa namna iliyo mpya kila wakati, ikiwa na umakini wote na ikiwa na imani yote ya ujao, na kisha tuweze kulichunga ndani ya mioyo yetu mpaka tuweze kuliona likitimilika kweli kweli. Unajua, niliambia Bwana kwamba sikutaka tu niweze kuhubiri, lakini napashwa kufanya hivyo, na sitaki, ninapashwa kuhubiri. Ningelipashwa kuwa niacha tangu muda mrefu, lakini ninapashwa kwa sababu nilikuwa nimeitwa kwa ajili ya hiyo. Lakini niliambia Bwana kwamba sikutaka tu niweze kuhubiri, ninataka nihubiri kwa namna ambayo wale ambao waliosikia neno kutoka kinywa changu waweze kuwa karibu ya Bwana. Sitaki kuwa niliweza kusitakiwa kwenye hukumu ya mwisho na watu ambao sikuweza kuambia kweli yote, lakini ninataka nitangaze shauri yote ya Mungu, na nataka pia ili tuweze kufanya mazoezi ya yale ambayo inayokuwa katika huu mpango wa kiungu. Mnajua, nishaka kusema hapa wakati wa makusanyiko yangu ya mwisho ndani ya mwezi wa kwanza huko Nairobi, wakati mamia ya watu walipoalikwa siku ya kwanza jioni ndani ya kusanyiko kubwa ya Kipentekosti. Ni kusema wale wote waliogeukia kupitia utangazaji, maelfu ya watu waliweza kuja ili waweze kusikia neno. Na hiyo siku ya kwanza jioni ni wale wapya waliogeukia ndio waliweza kualikwa. Safari yangu ilikuwa imepangwa saa 6 za usiku, na niliweza kukamata hiyo heri ili niweze kuzungumzia watu wale. Nilikuwa nikijua kwamba ilikuwa ni kusanyiko la watu wa utatu. Nilisikia mtu aliomba kwa jina hiki na hili na lile, na hiyo kiendelea hiyo mpaka mwisho, lakini sikukuwa na uchaguzi, sikuwa na namna nyingine. Ningepaswa tu kutangaza kweli, na pia nikatangaza juu ya ubatizo wa Biblia. Hauwezi kujizuiza wakati napohusu nafsi za damani za watu. Unaweza kujizuiza kwa ajili ya watu ili usiweze kuwaumiza na siweze kuwauliza mambo mengi, lakini wakati napohusu utangazaji wa neno la Mungu, Paulo aliandika ndani ya Wagalatia sura 1 kwenye mstari wa 10, kama nikitafuta kupendeza watu, mimi si mtumishi wa Kristo. Wagalatia 1 mstari wa 10. Hawezi kupendeza Mungu na upendeze watu kwa mara moja. Tumekwisha kuisoma hapa sasa hivi. Tunapashwa kupimwa mbele ya Mungu. Ni kitu gani kinachopimwa mbele ya Mungu? Ni kusema neno lake linapimwa mbele yake, linasafishwa, liko safi, ni takatifu,
nasi tunatangaza neno hili la damani kama vile lilivyotangazwa kwa mwanzo. Na mtu ambaye anayetaka kuokolewa anaweza kuokolewa. Mtu anayetaka kuwa mwamini anaweza kugeuka kuwa mwamini. Mtu anayetaka kuzaliwa upya anaweza kuzaliwa upya, na mtu anayetaka kuwa akibatizwa na Roho Mtakatifu anaweza kubatizwa na Roho Mtakatifu, anaweza kubatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Kama ningeliweza kufanya hii yoyote, au kama sisi tungeliweza kuifanya sisi kama vile wandugu, haingeliweza kufanyika, lakini ni Bwana ndiye anayetaka kuweza kufanya ndani yetu sisi sote, naye anataka kuifanya kwa namna ya kilindi katika weekend hii, aweze kufanya kweli tuweze kuwa tumekaa kwenye miguu yake, na aweze kutupatia tuweze kupokea mafundisho yake kama mvua ya heri, ili baadaye wakati tunapoisindikiza kwa ndani, tunapoifuata. Na nawambia sasa, mtu yoyote anayetaka kuweza kuishi kitu fulani pamoja na Mungu anapashwa kukubali, anakuingia kwa ndani katika utangazaji, katika mahubiri, kwenye neno. Anapashwa kutayarisha kwa ajili ya hiyo kwa ndani, ili aweze kuipokea. Mtu anayebaki kwa namna iliyo tofauti hataweza kupokea kitu fulani. Mtu anayetafuta kwa kuume au kwa kushoto, akitafuta namna ya kuweza kupita pembeni, hiyo haitaweza kutembea vizuri. Lakini mtu anayesema katika moyo wake, katika imani, akisema kwamba Bwana, hii ni kweli, hii ni haki, hii ndiyo neno lako linasema, tuko hapa, niko hapa, na kama vile tulivyo tunaonekana mbele ya uso wako takatifu. Na hapo sasa Roho wa Mungu ataanza kutenda, ndipo kutokuamini kote, mashaka yote tunakuwa tumeinyanganywa. Pia hata maoni inayohusu matokeo ambayo yaliyofanyika mahali fulani kwa namna moja au kwa namna nyingine, au mambo ya kupita pembeni kwa wale ambao waliokuwa wamekwisha kupata Roho wa Mungu, tutaweza kusahau yote na tutaweza kusimama hapo hapo mbele ya Bwana, na tutaweza kumwomba aweze kutupatia kwa neema yale ambayo aliyoahidi. Kwanza tunataka tumwombe aweze kutupatia mazoezi haya ya kuweza kuweka mapenzi yetu ndani ya mapenzi yake, kuweza kufa kweli kweli pamoja naye, ili uzima wetu uweze kuwa umekuwa na mwisho wake, na hapo sasa aweze kuanza kuishi pamoja nasi. Na hapo sasa mie yangu, njia zetu, naye aweze kuonyesha haki yake, na apokee inayompendeza, na aweze kutubariki na atupatie yale ambayo aliyoahidi. Mutasema akose kwamba hii ni mahubiri iliyotayarishiwa kwa wageni au wapya au wazee au wazamani. Mungu atasema mambo mawili tofauti, lakini atasema hiyo kitu moja tena. Petro aliandika, Paulo aliandika kwamba sichoki kuandikia mambo yale niliyoandikia tena, na hiyo ni ya lazima kwenu. Tunaweza kuandika mambo mengine na kuweza kuambia hiyo mambo mamoja tena. Hiyo kama tunawambia hatuchoki. Tunaweza kusema mambo mengine? Hapana. Tunaweza tu kusema yale ambayo andiko linavyosema na kuweza kutangaza yale inayoandikwa. Sasa heri mtu ambaye anayeweza kuacha kupingana yote ya ndani na kuacha kukata tumaini yake yote, na aweze kuyasahau pamoja na wengine, na aweze kuonekana mbele ya Bwana kusema, Bwana mwaminifu,
tazama, niko hapa. Neno lako linasema nataka niweze kukutanana na wewe hivi, niweze kukuishi kwa namna hii. Ninataka niweze kupokea yale uliyoahidi, yale ambayo unayotaka kutoa. Na kisha maandiko matakatifu yanasema, Bwana wetu yeye mwenyewe alisema, kama ninyi mkiwa wabaya munajua kupatia mambo mazuri kwa watoto wenu, mara ngapi Baba yenu aliye mbinguni atapatia Roho Mtakatifu kwa wale ambao wanao muomba. Luka 11:13. Hayo ni mazoezi ya haki pamoja na Mungu, mazoezi ya kimaajabu wakati Roho wa Mungu anapokuja juu yetu. Na wakati anapokuja juu yetu anajifunua, na hapo sasa nayo yanaonekana kama vile ilifanyika katika mwanzo. Mungu ni mwaminifu. Kwa mwisho inaweza kuwa tu kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo, inapashwa kuwa ni ile ile moja. Na narudia tena, wakati tulipoweza kutambua kwamba wakati tunayoishi ndani, na tulipojua kazi ambayo tuliyopewa, kwa maana haiko tena siri ambayo tunaweza kutangaza neno, iwe huko Varsovie, huko Leningrad, huko Prague, huko Leipzig, au mahali pote tunapohitaji, au huko Sofia, iwe mahali popote. Na hayo yote yanapaswa kufanyika. Tuko wapi? Tumefikia wapi pamoja na kuvikwa iliyo ya lazima ili tuweze kutimiza kazi hii ambayo Mungu aliyotupatia? Tumefikia wapi? Na mniamini, kama imeandikwa kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa yote, ni kusema sasa inapaswa kuhubiriwa, hakuna namna nyingine. Na habari njema inapaswa kuwa ni habari njema ya milele, inayodumu milele na milele, kama vile inavyoandikwa ndani ya Ufunuo. Na nauliza, nani katikati yenu aliye na habari njema inayodumu milele na milele? Neno halisi la Mungu, safi na lisilobadilishwa, lisilo na mchanganyiko, kama vile lilivyotoka katika kinywa cha Mungu na katika kinywa cha wamitume. Waliweza tu kutangaza yale ambayo waliokuwa wamepokea kutoka kwake. Kama habari njema hii inapaswa kuhubiriwa, ni kusema sasa inapaswa kuwa tu kwa wale ambao walioipokea na kwa wale ambao walioweza kufunuliwa kwao na kupewa kwao. Wao peke yao ndio wanaoweza kutumwa na yeye. Ninataka niweze kuyaonyesha ili tuweze kutambua uharaka wa kuweza kuishi kweli kweli Mungu, kuweza kumuishi kwa ndani na kwa ujumla. Kusiwe mtu anayeweza kupumzika juu ya mawazo yake, lakini tuweze kuonekana sisi sote mbele ya Bwana Mungu tukiwa na ombi ya haki, na tuweze kumwomba aweze kufanya kwa ajili yetu yale yote ambayo aliyofanya kwa mwanzo kwa ajili ya wandugu yetu na wadada. Yeye ni mwaminifu na atayafanya. Nina ombi tena la mwisho, ni kwamba kusiwe mtu anayeweza kutoka au asijifunge. Tunataka sisi sote tuweze kushukuru kweli kweli Mungu wetu kuona jinsi aliweza kutukokota kwake, kutuvuta kwake. Aliweza kuturuhusu kuweza kuwa mali yake, aliweza kutusamehe, aliweza kutufanyia neema na kufuta dhambi zetu.
ninasonga mbele kidogo akose, lakini ni hivyo ndivyo watu wanafanyaka mazoezi ya ubatizo wa Roho, na sio wakati wanapoomba kwa muda mrefu, oh Mungu tupatie Roho wako, lakini wakati wanapoanza kusifu Mungu, wakati wanaposhukuru Mungu kwa yale ambayo yaliyofanyika hapo Golgota, wanapoipenya ndani na wanapoweza kusifu na kutukuza Bwana kwa ajili ya hiyo, ndipo sasa Roho anakuja juu ya kundi lililokombolewa kwa damu, kundi linaloamini neno. Ni watatu wanaoshuhudia, ni watatu ndio wanaoshuhudia: Roho, maji na damu. Kundi lilokombolewa kwa damu lilipokea neno la Mungu, na Roho wa Mungu anashuka juu yao ili aweze kushuhudia ushuhuda, na ili aweze kutujaza sisi sote, ili kila kiweze kujaa, na ili iweze kuweka muhuri, ili mioyo iweze kuwa imesimamishwa imara. Yale iliyofanyika kwa neema kwake Mungu wetu apewe sifa, utukufu na heshima kwa moyo wetu wote, kwa maana tunajua kwamba atayafanya. Kama tulikufa pamoja naye, tutaishi pia pamoja naye. Na hiyo ndiyo tunataka. Tunataka tuweze kuwa tumekufa ili aweze kuishi na kutenda ndani mwetu na kupitia sisi. Hayo yote kwa ajili ya utukufu na sifa ya jina lake takatifu. Amina. Tusimame, tugunje vichwa, tuwe katika unyenyekevu ndani ya maombi. Tufungue mioyo yetu, moyo wetu tufungue kwa Mungu. Ndugu Rusi aliweza kuimba hapa sasa hivi pambio ya nyimbo, kuwa kijana ni vizuri, lakini kuokolewa ni vema tena zaidi. Tunaweza kuomba jioni hii, tunaweza kuuliza jioni hii si sote, au kuomba wa vijana wote waweze kutakasia maisha yao kwa Bwana. Musiwaze kwamba ulimwengu una mambo mengi ya kuwapatia. Ulimwengu hakuna kitu cha kuwapatia ila tu ni taabu na huzuni. Ulimwengu inatengenezaka hii huzuni na hii tabu, inaisambaza ulimwengu, inaifanya kuwa ya kuvutia ili huzuni na tabu hiyo isiweze kuonekana, lakini kwa mwisho inaonekana. Ulimwengu unapita na tamaa yake, ila tu yule anayefanya mapenzi ya Mungu ndiye anayedumu milele na milele. Ingekuwa vema kama neno la Mungu linaweza kuwa lilizungumzia watu fulani, na nakubasha kwamba hiyo imefanyika leo. Kama mukisikia sauti yake, musifanye mioyo yenu kuwa migumu. Bwana anazungumza tena leo, anaita, anataka aokoe, anataka asamehe, anataka aokoe, alete heri, abariki. Tunaimba pambio ya nyimbo kama vile nilivyo, na ni hivyo inapasha kuwa. Na ninawaomba sasa muweze kuweka mwisho kwa vita yenu ya ndani, na muweze kukamata maamuzi yenu kwa ajili ya Bwana, kwa maana kweli kweli alizungumuza, aliita, nanyi munapasha kufuata mwito huu mtakatifu wa Mungu, ili muweze kufa pamoja naye na kisha muweze kuishi pamoja naye. Hiyo ndiyo mwanzo ya njia yenu mpaka kwenye imani, mwanzo wa maisha yenu ya kufuata Yesu Kristo. Tuimbe pamoja ndani ya imani na tuamini sisi sote, sisi ambao tulio hapa. Acha Mungu tuamini kwamba Mungu anaweza kutenda, naye atakufanya. Kama vile nilivyo
na ni hivyo inapasha kuwa. Na sio nguvu zangu, lakini wewe peke yako. Damu yako inaniosha zambi zangu zote. O mwana kondoo wa Mungu, ninakuja, ninakuja. Wangapi katikati yenu ninyi wa vijana wanaoamini kwamba alishakafanya hivyo, aliyatimiza hapo Golgotha, naye anatimiza sasa hii kwa ajili yenu ninyi mnaoamini. Tunyoshe si sote mkono kama vile alama ya kushitakasia kwa Bwana, ya kunyenyekea chini yake kwa ajili ya kumtumikia na kumfuata. Tuimbe tena ingine mara moja. Kama vile nilivyo, na ni hivyo inapasha kuwa, na sio nguvu zangu, lakini wewe peke yako. Damu yako inaniosha zambi zangu zote. O mwana kondoo wa Mungu, ninakuja, ninakuja. Tungali tunakunja vichwa, tubaki ndani ya maombi. Mniruhusu niweza kuwauliza, wangapi katikati yenu wanaohitaji sasa ili waweze kutakasia maisha yao kwa Bwana katika dhamiri njema, katika dhamiri njema? Mnyoshe tu mkono, mnyoshe tu mkono. Asante, 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 asante. Mungu awabariki nyote. Kuna wavijana ambao wameonywa, lakini ambao hawajaweza kuweka maisha yao yote katika mikono ya Bwana, na ambao hawajaweza kujitakasia Bwana. Mnahitaji kuweza kufanya hivyo, mnyoshe tena mkono. Kuna mwingine? Asante, asante sana. Acha Mungu awabariki. Asante sana, asante. Mungu awabariki nyote. Anaita, anataka asamehe. Yeye ni wa rehema, ingali wakati wa neema. Acha jina lake takatifu lisifiwe, jina lake takatifu lisifiwe. Tuombe pamoja. Baba uliye mbinguni, ninakushukuru kwa moyo wote, na pia sisi sote kwa ajili ya neno lako la damani na takatifu. Ni taa kwenye njia yetu, mstari wetu wa kutuongoza, jibu yetu kwa maswali zote. Asante kwa ajili ya neno lako, o Bwana, neno lako linalodumu milele na milele. Bwana mpendwa, asante kwa sababu umezungumza. Asante kwa sababu umetuvuta kwako na kutuokoa. Asante o Bwana, kuona gisi wakati wa neema ungali tena, na kwamba tunaweza kuja kwako kwa ajili ya kupata msamaha, neema na wokovu. Bwana mpendwa, kwako Mungu wetu mwaminifu, tunaonyesha na tunatamka shukurani yetu ya ndani. Mwokozi mpendwa, tupatie kitendo kupitia Roho wako, kitendo kinachotoka mbinguni kia kimaajabu, kupitia neno lako na kupitia Roho wako, ndani ya kundi lilokombolewa kwa damu yako. Washa moto o Bwana, mwanga mafuta ndani ya taa. Leta uzima ndani ya kazi yako Bwana.
tufanye kuwa washindi. Ndiyo, tukuza jina lako, shuhudia neno lako, o Bwana. Fungua wale wanaofungwa, okoa wale waliopotea, Bwana mwaminifu, na uponye wagonjwa. Mwokozi mpendwa, shuhudia neno lako kwa namna kama hii pia, kwa maana pia hata kansa iliyoletwa na pepo haiwezi hata kusimama mbele yako. Pepo yote inapaswa kwenda mbali na wewe, inapaswa kutoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu ndiye mshindi juu ya shetani, juu ya kifo, juu ya ugonjwa, juu ya yote. Bwana mpendwa, tunakusifu na tunakushukuru. Haleluya, tunakuimbia wewe Bwana mwaminifu, tunaweka sisi sote pamoja jina lako takatifu juu, kwa maana ulifanya mambo makubwa kwa ajili yetu. Zambi zetu zilisamehewa, tumekuwa huru, tumefunguliwa. Kristo alitupatia uzima, tuko huru kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya Bwana, kwa jina lako msamaha wa dhambi unapaswa kuhubiriwa kwa mataifa yote. Leo hapa ndani ya jina lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, msamaha wa dhambi na uzima wa milele inatangazwa. Haleluya, usifiwe na utukuzwe wewe ambaye uliyevunja nguvu za shetani, ulizivunja. Haleluya, wafungwa wanakuwa huru, waliopotea wanaokolewa, wagonjwa wanapona, kwa maana hivyo ndivyo neno takatifu la Mungu wetu linasema. Haleluya, 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 haleluya. Bwana mwaminifu, ninakushukuru kwa maana umekwisha kuanza kutenda, au kuacha unyasi nao toa moshi uzimike. Haukuvunja unyasi uliogunjwa, uliusimamisha ili mafuta ya Roho itoke kumwagika tena, na ili tena utambi uweze kuwaka tena. Bwana mpendwa, tunakusifu, tunakushukuru, tunakuabudu. Haleluya, haleluya. Und alle sagen Haleluya, Na wote waseme haleluya, 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 haleluya. Preis und Utukufu, Ehre, heshima, Ruhm sifa und na mabudu unserem Herrn, unserem iwe Gott, kwa Bwana wetu Mungu wetu, und in sasa Ewigkeit. na hata milele na milele. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya. Amina.